Kama hii ni mara yako ya kwanza unatembelea ukurasa wetu huu wa YouTube, tafadhali ndugu mwanamichezo, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili uwe wa kwanza kupata habari zote za michezo na burudani muda wote tunapoziweka ndani ya mtandao huu wa YouTube. Na habari kubwa hii leo inahusiana na klabu ya soka ya Young African Sports Club maarufu kama Yanga na kutamatika kwa mchezo wa pili baina ya klabu hiyo ya Yanga na Wilete FC kutokea nchini Angola. Utakuwa unakumbuka ndugu mwanamichezo kwamba klabu ya soka ya Yanga ilifanikiwa kushinda magoli 3 dhidi ya Wilete FC kwenye mchezo wa awali ambao ulifanyika nchini Angola. Na hii leo klabu ya soka ya Yanga iliwakaribisha Wilete FC kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mahala ambapo huwa hatokagi mtu salama. Yes, mchezo huo umetamatika kwa klabu ya soka ya Yanga kushinda goli 2-0 dhidi ya Wilete FC. Magoli hayo mawili, la kwanza lilifungwa na Pacome Zouzoua Profesa kwenye dakika ya 71 ya mchezo. Lakini pia dakika ya 87 ya mchezo, Azizi Andambwile aliwaandikia klabu ya soka ya Yanga goli la pili na kufanya mpaka full time magoli kuwa 2-0 kati ya Yanga na Wilete FC. Kumekuwa na consistency kubwa sana kwa Azizi Andambwile chini ya kocha mpya wa Yanga Romain Folz, kwa sababu Azizi Andambwile amefanikiwa kushinda goli kwenye michezo yote ya kimashindano ambayo klabu ya soka ya Yanga imeshiriki msimu huu. Utakumbuka mchezo wa kwanza ambao walichezwa na Wilete FC nchini Angola, ambapo klabu ya soka ya Yanga ilifanikiwa kushinda goli 3-0. Azizi Andambwile alihusika kwa kushinda goli 1. Lakini pia mchezo ambao Yanga walicheza na Pamba Jiji, Azizi Andambwile alishinda goli 1 kati ya magoli 3 ambayo Yanga ilifanikiwa kuyapata. Na hii leo ameendelea kuonyesha kile ambacho amekuwa akikifanya kwenye michezo ya awali. Kwenye magoli mawili ambayo klabu ya soka ya Yanga imeshinda kwenye dimba la Benjamin Mkapa, la kwanza limefungwa na Pacome Zouzoua na amerudi tena Azizi Andambwile kushinda goli la pili. So imekuwa ni boost kubwa sana kwa Yanga, na hii ndio sababu klabu ya soka ya Yanga chini ya kocha Romain Folz ilikuwa imeona kila sababu ya kumwamini Azizi Andambwile na kumwacha Khalid Aucho aende nje na Yanga. Ni yapi maoni yako juu ya mchezo wa leo? Unahisi klabu ya soka ya Yanga ilicheza kama ulivyokuwa unadhania itacheza? Tuandikie kwenye comment section. Na unampa asilimia ngapi kocha kwa kikosi na aina ambayo klabu ya soka ya Yanga imekuwa ikicheza? Najua mpira wake umekuwa wa tofauti kidogo. Unamuelewa kocha kwa asilimia ngapi? Tuwekee asilimia kwenye comment section. Lakini kama kweli wewe ni mwana michezo, mwana Yanga, mwana Tanzania, usisahau kusubscribe kwenye channel hii ili uendelee kupata habari hizi na nyingine nyingi kuhusiana na timu zetu pendwa. Lakini pia ucomment na kulike kama ushindi wa leo umekugusa kwenye mtima. Hadi wakati mwingine, kumbuka mimi naitwa J Kibuga na hii ni J Sports, mahala sahihi kwa wewe kupata habari zote.